Waziri wa Afya Aden Duale ameahidi kudumisha imani ya umma, uwazi na uwajibikaji katika ufadhili wa huduma za matibabu humu nchini. Waziri alisema kuwa hospitali zinazoidai iliyokuwa hazina ya kitaifa ya matibabu NHIF zaidi ya shilingi milioni 10 zitalipwa baada ya ukaguzi wa kina wa kamati ya kitaifa ya bima ya afya inayohakiki na kudhibitisha malimbikizi ya madai ya gharama ya matibabu. Kulingana na takwimu za Wizara ya Afya, hazina hiyo ya zamani ya NHIF inadaiwa takriban shilingi bilioni 33 na watoaji huduma za afya. Leo asubuhi katika jumba la afya jijini Nairobi, jukumu la kwanza la waziri wa afya Aden Duale lilikuwa kuzindua kamati ya uthibitishwaji wa madai ya malipo ya matibabu ya hazina ya kitaifa ya NHIF iliyosimkwa kupitia tangazo kwenye gazeti rasmi la serikali la tarehe 28 mwezi Machi mwaka huu. Kamati hiyo chini ya wenyekiti wa James Masiro na naibu wake Daktari Anne Wamae, na ambayo inajumuisha wanachama 11, inatarajiwa kuchunguza madai ya malipo ya bili za hospitali za zaidi ya shilingi milioni 10 zilizodaiwa hazina ya NHIF na kukamilisha utaratibu huo katika muda wa siku 90 na kupendekeza mpango wa malipo. And I said 3 months, not 6 months, not 3 months and 1 day, I said 3 months. Pia itathibitisha uhalali wa madai yote ya gharama za matibabu, kubainisha na kupendekeza hatua mwafaka dhidi ya walaghai, kung'amua madai ya uongo, kupendekeza hatua zinazohitajika kulipa madai yaliyoidhinishwa, kupendekeza marekebisho au hatua ambazo zitahakikisha au kuzuia kurejelewa kwa madai laghai katika siku za usoni. We have taken this step to restore public trust, accountability and transparency in the financing of the healthcare system in Kenya. This committee has been established to provide an independent, thorough, and transparent review of the medical claims submitted to the defunct NHIF. Kamati hiyo itatakiwa kuangazia kwa kina baadhi ya vituo vya afya vilivyoripotiwa kutoa huduma bila mikataba halali au huduma ambazo hazikujumuishwa kwenye mikataba yao. Majukumu mengine ni pamoja na kubainisha hospitali zilizotoa huduma zilizohitilafiana na hadhi yao, madaktari wanaodai kulipwa kwa huduma ambazo haziambatani na taaluma zao, stakabadhi gushi za malipo, uingiliwaji wa rekodi za wanachama na wategemezi wao, upasuaji usiobainishwa, kulazwa hospitalini bila sababu au kukaa kwa muda mrefu hospitalini, madai yaliyowasilishwa na vituo hewa, madai yaliyorudufishwa na mengineo. I could therefore like to urge and challenge the committee to thoroughly scrutinize the outstanding claims and only recommend genuine claims for payment. The task before us is sensitive. The public is looking at us, and stakeholders must have trust in what we are going to do. And therefore, there is high need of being objective. Madai hayo ni yale yaliyowasilishwa kati ya tarehe 1 mwezi Julai mwaka 2022 na tarehe 30 mwezi Septemba mwaka 2024.